East Africa Television and East Africa Radio, proud media partners. Coca-Cola 2017. Yes, hii ni nyingine tena kutoka Green City Mbeya kupitia hapa EATV. Ni Coca-Cola 2017. As usual, tunakuonesha vipaji vya soka kutoka kwa wanafunzi wa shule za sekondari. Halafu si unajua tena mkoa wa Mbeya, ni mkoa rafiki sana kwa kufanya mazoezi kwa sababu ya baridi, mazingira nini pamoja na vyakula ambavyo vinatoka pande hizo. Na last week, yani wiki iliyopita, tulikuonesha wanafunzi kutoka Meta Sekondari wakizungumzia vyakula vinavyopatikana mkoa wa Mbeya na vinafaa kwa mtu anayefanya mazoezi. Na nikakuahidi nitakuletea mwalimu wa mazoezi, kocha pamoja na daktari ambaye anawakilisha timu ya Prisons FC kutoka hapa Mbeya. Na hawa tutakuwa nao pale kwenye mpango mzima. Karibu sana ndani ya Coca-Cola 2017 na hii ndio Mbeya. Hebu itazame. Na mpango mzima, yes, ninao hawa hapa. Mwalimu wa michezo kutoka Meta Sekondari, kocha pamoja na daktari kutoka Prisons FC kama unaweza kuwaona hawa hapo. Na tukaanza kinamna hii kwa mwalimu wa michezo kutoka Meta Sekondari. Na kikubwa zaidi hapa ni mambo ya msosi na umuhimu wake kwa wachezaji wa soka, ukizingatia tuko Mbeya kama wenyewe wanavyosema mkoa wao umebarikiwa kwa masuala mazima ya vyakula. Mwalimu huyu hapa tunaanza naye. Mimi naitwa Mwalimu Mnose Mkweti, ni mwalimu wa michezo hapa shule ya sekondari Meta ambayo ipo jijini Mbeya. Sasa niambie vyakula vya aina gani timu yako ambavyo wanakula kutoka hapa Meta Sekondari? Kimsingi Mbeya ni mkoa wenye neema. Vyakula vingi vinapatikana. Lakini mimi kwa vijana wangu hapa Meta Sekondari, hapa bwana ugali maharage, mchanganyiko na viazi wanapata safi bila shida. Kwa hiyo hata ukiwaona, ukipata fursa ya kuwaona, utawaona ni vijana ambao wameimarika kimwili kwa sababu vyakula mkoa wa Mbeya sio tatizo. Kocha wa Prisons anaanza kuizungumzia mashindano haya ya Coca-Cola 2017 tukiwa hapa Mbeya Green City. Mimi naitwa Abdallah Mohamed Juma, mzaliwa Tanzania visiwani. Vile vile ni mwalimu wa mpira wa miguu. Nikiwa sasa ni kocha mkuu wa timu ya Prison Mbeya. Okay, sasa kocha, mimi nataka uniambie lishe kwa wachezaji hasa kwa mkoa wa Mbeya ipoje na mazoezi ambayo mnakuwa mnawapa. Kwa kweli mkoa wa Mbeya ni mkoa ambao umejaliwa na rutuba nzuri, vyakula vipo vingi vya kutosha. Nadhani kinavaria hata mchezaji unapomchukua mkoa huu basi anakuwa kidogo yuko vizuri sana. Na tuangalie kwa sababu wachezaji wengi wanaochukuliwa mkoa wa Mbeya unavyojua, naona wametamba sana katika timu zetu za kubwa za Tanzania. Mifano ipo, kuna wachezaji kama kina Msajigwa, kina nani, wengi wao wametokea hapa Tukuyu Stars, wametokea Prison ya Mbeya ambao wamekuwa chatu kidogo ya timu zile. Ukiangalia kwa mkoa kama kuwakilisha mkoa, wanaonekana ni wachezaji chimbuko mama kabisa katika ule mkoa. Na ndio maana timu nyingi sasa hivi ukiangalia unapochukua mchezaji kutokea Mbeya, basi kidogo anakuwa strong sana. Yes, huyu ni daktari kutoka Prisons FC hapa Mbeya. Yeye anatuambia ni vyakula vya aina gani vinapatikana mkoa wa Mbeya na vinawezaje kumsaidia mchezaji wa soka. Kwa jina naitwa Kilulu Masunga Tobi. Mimi ni daktari wa Tanzania Prisons ambayo ipo hapa jijini Mbeya. Kwa Mbeya hapa nina muda kidogo japo bila kwenye timu, na kama ndo msimu wangu wa kwanza kwa sasa hivi. Alipopo mwenzangu ameenda masomoni, kwa nimechukua kuanzia mwezi Oktoba mpaka sasa hivi. Kwa upande wa Mbeya tumebarikiwa kidogo. Kuna aina vyakula vingi vyote hususan ambavyo vinatakiwa apate mchezaji au kwa afya ya mchezaji pamoja na kimichezo. Kuna vyakula vya aina vyote naweza nikasema, kwa sababu mchezaji kama mchezaji inatakiwa apate vyakula kulingana na mazingira aliyopo.
Kuna sehemu nyingine za joto hahitaji kula vyakula ambavyo vina mafuta mengi zaidi, na kuna sehemu nyingine za baridi inahitaji apate vyakula vya wanga vya kutia nguvu sana mwili, kutokana na mazingira ya baridi huwa ni tofauti sana na mazingira ya joto, hasa kwa mchezaji na kupitia vyakula. Kwa Mbeya hapa kuna vyakula kama viazi, kuna ndizi, viazi mviringo, viazi vitamu, kuna ndizi, mahindi hapo ya kutosha kwa chakula kama ugali, mchele upo, baadhi ya sehemu kuna miogo, vile vile ukiacha vyakula na matunda vile vile hapo yanapatikana, ndizi, maembe, matikiti, mboga za majani, kwa ujumla vyakula vyote vinapatikana. Okay, hili la mwisho. Niambie mchezaji anayechipukia vyakula vya aina gani hapaswi kuvitumia? Kwa afya ya mchezaji ambaye ni kijana ndo anachipukia, anataka kufikia malengo yake, pengine aje kuwa mchezaji mkubwa tu, kwa vyakula ambavyo anapaswa avitumie. Kwa afya ya mchezaji asipende sana kutumia vyakula vyenye mafuta kama nyama, sana sana red meats, nyama nyekundu, kwa sababu hupelekea kupata matatizo kama ya kwenye magoti kupitia bone marrow kama gauti. Kwa hapo baadaye analeta shida. Vyakula vyenye mafuta, nyama nyekundu, red meats, of course ndo kwa vyakula hivyo kwa afya ya mchezaji si vema sana kuvitumia, kwa sababu mafuta yake wa mengi mwilini anaweza kupata madhara ya pressure, vile vile hypertension. Licha hata kwamba anafanya mazoezi, basi mwili unaweza ukawa kubwa zaidi, akapata obesity, akawa mwili na mzito, weight kawa kubwa, anashindwa kukimbia, anashindwa kutani. Akifanya mazoezi kidogo, basi akipata injury inakuwa ni ngumu sana kurecover, tofauti na mtu ambaye anapata vyakula ambavyo tunaita vyakula vingi vya roots kama miogo, viazi na vinginevyo. Na katika kuongezea tu, tukaona haitoshi, tukamsaka mchezaji mmoja wapo anayewakilisha jiji la Mbeya, anazungumzia Green City kutoka timu ya Prisons FC. Huyu hapa yeye anaitwa Michael Ismail, anatuambia hapa kuhusu vyakula kwa wachezaji hasa mkoa wa Mbeya vipoje. Kwa jina anaitwa Michael Ismail Mpesa, ni mchezaji wa Tanzania Prisons na anacheza namba 2. Namba 2 midfield ndo position zangu. Kwa upande wa vyakula, kuna vyakula vingi sana ambavyo vinaweza kumsaidia mchezaji akawa kidogo hata mwili wake ukawa vizuri, akawa yuko fit kiukweli. Kama kwa mkoa wetu wa Mbeya kuna kama matunda, kuna matunda mengi afu bei rahisi. Vyakula ni vingi sana. Kwa mimi binafsi nikitoka mazoezini napenda sana kunywa maji mengi, kula chakula kama kwa asubuhi napenda kula sana mikate inakuwa na jam, chai ya maziwa, mayai na maji mengi. Mchana napendelea sana kula matunda, yani mchanganyiko wa matunda, maparachichi, papai, carrot, kama hivyo, matunda kama. Lakini pia Mwalimu Mnose, nje ya masuala ya chakula bwana, nikataka tufahamu vitu vingine kutoka hapa Meta Sekondari. Kama tunavyojua ni shule fulani vikongwe na maarufu sana kwa jiji la Mbeya na sehemu mbalimbali pia, kwa sababu nikizungumzia Meta Sekondari nazungumzia watu mbalimbali wamepita hapa. Kwa hiyo tuifahamu kidogo, na katika upande wa soka pia ikoje. Kiufupi tu, shule yangu inafanya vizuri katika michezo yote, mpira wa miguu, mpira wa pete, volleyball pamoja na michezo mingine. Na kwa kipindi kilichopita tu cha UMISETA, sisi ndio tulikuwa mabingwa wa cluster yetu D hapo, ambayo iko Iyunga Sekondari. Oh, sawa. Na kitu cha kipekee kabisa au cha kitofauti kwa wachezaji wako wa Meta ni kipi? Kitu cha kipekee ambacho kinapatikana na Meta Sekondari ambacho ni tofauti na maeneo mengine, kwanza na kikosi kikubwa
sema na kikosi kipana kwa sababu hii ni shule kubwa, ina wanafunzi wengi. Kwa hiyo hata timu yangu ya mpira ina wanafunzi zaidi ya 60 ambao kwa mimi kama mwalimu wa mpira au mwalimu wao mlezi katika michezo nikitazama wana viwango vinavyofanana. Lakini pia ninachojivunia ni wanafunzi ambao wanasoma shule wakicheza, lakini wengine wanachezea na vilabu vingine ambao viko hapa mjini. Kwa hiyo nina timu kabisa ambayo inacheza mpira wa kufundishwa, inacheza mpira unaoonekana. Niambie, je, unaiamini timu yako? Mimi timu yangu ya shule inapokutana na shule nyingine naamini kwa 100%. Na hata rekodi zangu ninapokutana na shule nyingine za karibu huwa zinatisha. Kwa mfano siku za karibuni nilikutana na St. Mary's, majirani zangu, nilifanikiwa kuwafunga goli 7 bila. Lakini pia nakutana na Sangu, kwa sababu Sangu ndio wapinzani wangu wa jadi pamoja na Iyunga. Tunapokutana na Sangu kwa kweli nyasi huwa zinawaka moto. Lakini matokeo lazima nishinde 2-1. Lakini hasa mara mwisho kabisa kwenye mashindano ya UMISETA nilikutana na Iyunga ambao tulitoka goli 3-2. Na kile unajua Iyunga ni boys, unapokuwa na boys tupo anakuwa na spirit ya kucheza. Mechi ilikuwa ngumu, lakini hatimaye nilifanikiwa kuibuka na ubingwa ndani ya dakika 90 kwa goli 3-2, na ilikuwa finali ambayo ikanipa ubingwa. Hivi ikitokea umefungwa kwenye mechi fulani hivi, wewe kama mwalimu wa michezo utafanya nini? Ikitokea nimefungwa na mechi imeisha, kama nilivyokuambia mimi na kikosi kipana, lazima niangalie tatizo ni nini, nabadilisha baadhi ya wachezaji, nabadilisha na mfumo pia wa kucheza, kwa sababu naamini mimi mpira ni mchezo wa makosa. Kwa hiyo naangalia makosa yanayofanya nipoteze mechi, basi nakuja na mbinu nyingine au nabadilisha mfumo wa kucheza. Lazima nije pia na wachezaji wengine hata 2-3, ukizingatia mimi na kikosi kipana, sitegemei mchezaji mmoja. Na timu yako unaifananisha na timu gani ya hapa Bongo, lakini pia unaifananisha na timu gani ya nje? Timu yangu kwa hapa Tanzania naifananisha na Dar es Salaam Young Africans kwa mfumo wa uchezaji. Vijana wa mtaani wanasema wanapiga mpira mwingi. Ni kweli vijana ukiona wanapiga mpira mwingi. Lakini kwa duniani hasa Uingereza naifananisha na Arsenal. Kwa mfumo huo wa uchezaji. Hawana papala, wanacheza mpira wamerelax. Unaonyesha kabisa hawa watoto wanafundishika. Maana mpira pia ni burudani. Mtu anatakiwa atazame mpira pia apate na burudani. Kwa Arsenal na Yanga ni mfano tosha ambao unafanana na timu yangu ya Meta Sekondari. Okay, maandalizi ya timu yako katika Coca-Cola 2017 yapoje pia? Timu yangu imejiandaa vizuri kuweza kukabiliana na mpinzani kwa dakika zote kulingana na kanuni zitakapokuwa zinasema. Lakini pia Coca-Cola nawashukuru sana na nawapongeza sana kwa kuamua kuja huku chini kabisa kwenye grassroots. Huku ndo vipaji ambavyo vipo. Kwa hiyo nawapongeza sana, waendelee kufanya mambo. Wakisponsor vijana wetu huku chini, basi inawezekana wakupata timu nzuri sana ya taifa huko baadaye. Kwa hiyo mimi niseme tu Coca-Cola soka ndio mpango mzima. Asante sana kwa kutazama mpango mzima. Kwa hiyo tunarudi tu baada ya muda kidogo hapa ndani ya Coca-Cola 2017. Copa Challenge kama kawaida. Copa Challenge hii hapa, mwalimu huyu hapo anaielezea vizuri kabisa yeye mwenyewe, anaitwa Mr. Mkweti. Kazi kwako mwalimu. Yes, tupe hiyo Copa Challenge. Vuta paka mwisho. Mwisho kabisa. Mwisho. Atia. Sasa tunapiga pasi. Masharti ni mawili. Pasi ya chini, sawa, iende kwa mtu. Ukinyanyua juu unatoka, sawa? Ukipiga pasi ya juu unatoka, sawa? Na one touch mpaka wabaki watu wawili, sawa? Yule wa mwisho kabisa atapata zawadi yake ya Coca-Cola hii hapa. Kwa nimekuja nayo makusudi hapa ili mtu afanyaje? Anywe, sawa? Kwa tunachangamsha miguu, piga pasi iende kwa mtu. Narudia, one touch,
mpira wa chini. Kwa hiyo watatoka watu wawili hapa, atakaye gusa 2 touch na atakaye nyanyua mpira juu. Haya, exercise begin. Hiyo pasi ya juu, nenda pale. Pasi ya juu, njoo haraka, yani ukiitwa unakwenda pembeni chap chap. Pale. Tengeneza duara, mnasogeleana sana, tengeneza duara. Relax. Football. Piga mpira ufike kwa mtu. Unaogopa nini? Sawa. Soka. Changamsha miguu. Faster. Rudi nyuma, pasi zifike, tengeneza duara, rudi nyuma. Sawa, changamsha miguu. Football. Soka. Sawa. Pale, haijaenda kwa mtu. Mbaki wangapi? Leta chap. Changamsha miguu. Football. Soka. Football. Wewe usifuate mpira, kaa kwenye position yako, simama kwenye position. Pale, twende. Football. Soka. Football. Sawa. To touch. Seko, rahisi sana kucheza kwa mtu tu. Kwa mtu. Usibadili position, mtu akupe pasi. Usifuate mpira, utakuja. Usihangaike. Soka. Bado cheza. Football. Changamsha miguu. Soka. Chap. Baki wawili sasa. Pianeni pasi za kirafiki. Football. Soka. Football. Soka. Njoo ufuate. Football. Bado pasi ya chini. Soka. Sogea karibu. Soka. Football. Soka. Changamsha miguu. Football. Soka, gusa mpira. Football. Soka. Football. Sawa. Changamsha miguu. Bingwa huyo ameshinda. So, bingwa ndo huyu hapo amepatikana. Basi mwalimu akampatia soda yake nini, anaonja msisimko wa Coca-Cola kinamna hiyo. Na washindi wa Kopa Quiz tayari tunao hapa. Na hapa wanatuambia mara ya kwanza wakati wanapigiwa simu baada ya kuambiwa wao ni washindi. Nilikuwepo kwenye mihangaiko tu ya kawaida, nikapokea simu kutoka kwa wakala au tuseme mtangazaji wa East Africa Television kwa kunitambulisha kwamba mimi nimeibuka kuwa mshindi katika swali lililopita. Nilifurahi sana kusikia hivyo. Leo asubuhi, just like amazing. Imetokea kama bahati sana, nilipokea simu ndo nimetoka zangu kwa mgata sijanywa chai. Hey, hello, nani fulani. Nikamwambia umeshinda, wewe ni mshindi wa Coca-Cola Quiz. Wow, nilifurahi sana. Unaizungumziaje kampuni ya vinywaji baridi ya Coca-Cola pamoja na Coca-Cola yenyewe kiujumla? Coca-Cola mimi nawapongeza katika hali kama hii. Sitoshe kwamba mimi ni mmoja wa mwanapenda michezo sana, hasa mpira wa miguu. Na ndio maana nimepachikwa jina la Kibadeni kwa sababu kwamba nina timu yangu ya vijana wadogo ambao wanachipukia kama hawa kutoka Coca-Cola. Kwa hiyo nawapongeza sana Coca-Cola na wasiishie tu kwenye mashule, hata mitaani pia wanapopita
waweze wanapoona vijana wawasaidie. Inasaidia pia hata sisi kupata hamasa kupitia Coca-Cola na Coca-Cola wenyewe. Mimi niwashukuru sana kwanza. Mimi ni miongoni mwa watu ambao ndoto zangu zilifeli primary. Naamini kama labda Coca-Cola ingeanzishwa kipindi kile ambacho mimi nilikuwa shule ya msingi, labda leo ningewa mpiga soka mmoja matata sana. Lakini nilishindwa kwa sababu hakukuwa na project kama hii. So, kuwapo kwa project kama hii kwanza inainua vipaji mtaani, pili inaburudisha umati wa Watanzania ambao wanatazama wale vijana wanaocheza Coca-Cola, tatu inatuburudisha na sisi ambao tunafuatilia katika mitandao ya kijamii, nne inatupa mazawadi kibao kama haya, mabegi, soda, nini, tunaendelea kuburudika full msisimko. Yani mimi nawapongeza sana, waendelee hivi. Na swali la wiki iliyopita lilikuwa linauliza hivi, Mbeya City ni klabu iliyosumbua sana misimu yake miwili baada ya kupanda daraja la pili licha ya kupeperusha bendera ya jiji la Mbeya. Iliweza kuiteka mashabiki Tanzania nzima. Na swali lenyewe sasa liko hivi: A, hebu tutajie timu hiyo ilipanda daraja msimu gani? B, taja kocha mkuu na kocha msaidizi waliosaidia kuipandisha timu hiyo. Na C, kwa nini unafikiri timu hiyo kwa sasa imeonekana kupungua kiwango chake uwanjani? Na washindi wa wiki iliyopita ni hawa hapa. Yupo Ado Klaus Van Persie striker, Abdurabi Da Haule pamoja na Ismail John. Yes, Copa Quiz ya wiki hii swali lipo hivi: nchi gani ya Kiafrika ambayo ina wanasoka wengi zaidi waliotawanyika duniani? Halafu niambie, A, kwa nini nchi hiyo wamefanikiwa zaidi? B, kwa nini Tanzania haijafanikiwa kama wao? Na ili uweze kujibu hili swali inabidi uingie kwenye page ya Facebook ya East Africa TV ambayo ni www.facebook.com/eatv.tv. Na hili swali litawekwa kuanzia saa 2:30 usiku huu wa leo ambao ni Jumamosi hadi Jumatatu saa 6 kamili mchana. Kwa hiyo ruhusa kujibu ndani ya muda huo. Washindi watatu watatangazwa Jumamosi ya wiki ijayo saa 12 kamili jioni kupitia show pekee ya Coca-Cola hapa East Africa TV. Lakini masharti ya mshiriki ni haya hapa: 1, awe na umri kuanzia miaka 18 na kuendelea. 2, awepo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. 3, awe active Facebook. Pia akiweka namba yake ya simu sehemu ambayo atakayojibu swali itakuwa poa zaidi. Na zawadi utazipata hapa kutoka kwa kampuni ya vinywaji baridi ya Coca-Cola, zikiwemo soda, t-shirt kali sana, bags nini na kadhalika. Kwa hiyo fanya hivyo ili uweze kujibu hili swali kupitia page ya Facebook ya East Africa TV ambayo ni www.facebook.com/eatv.tv. Umeona vijana kutoka Mbeya Green City pamoja na mwalimu, kocha na daktari wa Prisons jinsi ambavyo wameelezea mambo ya vyakula vyenye faida kwa wachezaji. Mixa ile Copa Challenge pale, endelea kuangalia EATV, na hii ndio Coca-Cola 2017. Soka ndio mpango mzima. East Africa Television and East Africa Radio, proud media partners. Coca-Cola 2017.